Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Sababu taarifa ya chama inasoma of course juzi tarehe 15 mwenyekiti wa chama taifa akiwa gerezani Ukonga alitembelewa na delegation ya Mheshimiwa Lazarus Chakwera ambaye alimtembelea gerezani pale Ukonga kwa ajili ya kuzungumza naye, na kwa mujibu wa taarifa ya mwenyekiti mwenyewe ambayo ameitoa wakati anazungumza na mawakili waliomtembelea gerezani, mwenyekiti alisema alipata ugeni huo na alipata nafasi ya kuzungumza na Dr. Chakwera humo gerezani, na kupitia mazungumzo hayo Mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu alimwambia Dr. Chakwera mambo kama 7 ambayo ilikuwa ni senta ya mazungumzo yao, kwamba mazungumzo yao yaligusia maeneo takriban 7. Jambo la kwanza ambalo Mheshimiwa Lissu alipata fursa ya kuzungumza na Dr. Chakwera lilihusiana na kesi yake ya uhaini inayomkabili, na katika mazungumzo hayo Lissu amemwambia Chakwera kwamba anaamini kwamba kesi hiyo inayomkabili ya uhaini inatokana na msimamo wake wa no reforms, no election, na kwa sababu hiyo anaamini kwamba alipewa mashtaka hayo yakiwa na msukumo wa kisiasa na sio makosa ya uhaini, na akasisitiza kwamba yeye anaamini sio makosa ya uhaini kwa sababu ni ya kisiasa, basi kesi hiyo inapaswa kufutwa mara moja. Lakini pamoja na kwamba kesi hiyo inapaswa kufutwa, mwenyekiti amemwambia Chakwera kwamba sio kesi hiyo tu ya kwake. Lissu amesema kesi zote zinazohusu wanachama wa Chadema na Watanzania, kesi zilizotokana na masuala ya tarehe 29 Oktoba na kesi nyingine za namna hiyo zote zinapaswa kuondoshwa mahakamani ili wawe watu huru. Eneo la pili ambalo mazungumzo yalipita, mazungumzo kati ya mwenyekiti pamoja na Dr. Chakwera yaliangazia eneo la uchaguzi, kinachoitwa uchaguzi au matukio ya uchaguzi, matukio ya Oktoba 25. Na katika hilo, kwa sababu kulitokea madhara makubwa, pamoja na kwamba Mheshimiwa Lissu alikuwa gerezani, Lissu anatoa wito na amesema na kumwambia Chakwera kwamba unapaswa kufanyika uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio ya Oktoba 2025, na amesema ufanyike kupitia taasisi za nje na taasisi huru hizo, ufanywe na vyombo vingine kama SADC au kama EU au chombo kingine chochote, lakini kisiwe ni chombo ambacho kiko ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kisiwe ni chombo ambacho kinawajibika kwa watu ambao wanakuwa pia kwa sehemu ya hayo matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Cha tatu, kuhusu hoja zinazosema za mazungumzo, mwenyekiti ama singa na mazungumzo, lakini anataka uwepo wa mazingira wezeshi ya mazungumzo ya kweli na yanayotekelezwa, mazungumzo ambayo hayawezi yakasimamiwa na CCM wala na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani hayo mazingira yale nilizokusema, kama ilivyotokea Kenya, mazingira ikaja tume nyingine au wakaja washawishi wengine au watu wengine ambao wanaweza wakazungumza hayo mazingira, hao ambao anawaona yeye kwa mtazamo wake na kwa mtazamo wa taasisi yetu kwamba ni watu ambao wako huru na wako committed na wako serious, yani sio mazungumzo ya uongo wala ya kudanganyana. Na eneo la 4 ambalo Mheshimiwa Lissu amelizungumzia ilikuwa ni uwajibikaji wa kitaasisi kwa yale ambayo yaliyotokea Oktoba 25 hususan, na hapa mwenyekiti alizungumza kabisa categorically kwamba uwajibikaji wa taasisi hizo, kwanza ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa; pili, uwajibikaji kwa watu waliokuwa wanahusika na kinachoitwa tume huru ya uchaguzi; pili, uwajibikaji kwa watu wa mamlaka ya mawasiliano hapa nchini. Na katika hayo yote, kwa namna ya kupata uwajibikaji huo, mwenyekiti akatoa mwito kwamba ni muhimu vyombo hivyo na hao watakaokuwa wanafanya hiyo kazi kurejea ripoti ya Jaji Nyalali ya mwaka 92 kuhusu mifumo hiyo inapopaswa kufanya kazi, kwa sababu mabadiliko ya mifumo hiyo yamekuwa yakisema tangia mwaka 92. Muundo wa tume huru ya uchaguzi umesema tangia tume au ripoti ya Jaji Francis Nyalali ya mwaka 92
akashauri namna bora ya kuweza kuwa na tume ya uchaguzi katika mazingira ya mfumo wa vyama vingi, kitu ambacho hakijafanyika kazi mpaka leo. Ndio mwenyekiti anasisitiza kwamba mapendekezo baadhi yapo kwenye ripoti ya mkuu ya Jaji Francis Nyarali, kwa hiyo wanapaswa kureflect kule, akimaanisha kwamba pamoja na INEC lakini na hizo mamlaka nyingine ambazo wamezisema. Kwa hiyo anataka mamlaka hizo ziwajibike, mamlaka zozote ambazo zilihusika kwa namna moja au nyingine na matukio ya Oktoba mwaka 2025 zinapaswa kuwajibika. Eneo la 5, mwenyekiti amezungumzia haja ya kufanyika kwa mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama, na pia hapa anasema kwa kuzingatia ripoti ya Jaji Chande ya mwaka 2023. Mtakumbuka kwenye mfumo wa haki jinai, Jaji Chande alikuwa na tume aliyokuwa anaiongoza na ilitoa ripoti yake, ripoti ya mabadiliko ya taasisi mbalimbali ambazo zinadili na masuala ya mfumo jinai. Kwa hiyo mwenyekiti anasema yafanyike mageuzi ya vyombo vya ulinzi na usalama, na mageuzi hayo yafanyike kwa kuzingatia ripoti ya Jaji Chande ya mwaka 2023. Jambo la 6, amesisitiza mabadiliko ya mfumo wa mzima wa uchaguzi, ikiwemo kuundwa kwa chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi, na hii ifanyike kwa kuzingatia ripoti mbalimbali za waangalizi wa uchaguzi kuanzia mwaka 95, 2000, 2025 pamoja na ripoti za Jaji Warioba na ripoti za Jaji Nyarali kuhusu mfumo wa uchaguzi. Mwenyekiti anasisitiza kwamba waangalizi wote waliokuja hapa nchini kuangalia mchakato wa mfumo wa uchaguzi Tanzania wote wametoa ripoti zao, na kila mwaka, kila baada ya miaka 5, kila wanapokuja kwenye ripoti zao wamekuwa na jambo wanasema kuhusu uchaguzi huo, kuhusu nini kibadilishwe au nini kiboreshwe, lakini baada ya waangalizi kuondoka hakuna mabadiliko yoyote wala ripoti zao huwa hazifanyiwi kazi. Kwa mwenyekiti anatoa wito kwamba ametaka mabadiliko ya mfumo mzima wa uchaguzi, kiundwe chombo kipya huru cha kusimamia uchaguzi. Hicho chombo kiwe ni mbadala wa hiyo inayoipa tume huru ya uchaguzi kwa ubatizo tu wakati haina uhuru wowote, na kwa kufanya hivyo muundo wake, ndani ya wemo, majukumu yake, mamlaka, Kenya, usalama wa waajiriwa wa tume hiyo, basi hayo mambo yafanyike kwa kuzingatia ripoti mbalimbali ambazo zimewahi kufanya uchunguzi kuhusu namna bora ya kuwa na mfumo wa mzima wa uchaguzi. Na jambo la mwisho la 7 ambalo ndio kubwa kuliko yote, mwenyekiti amemwambia Dr. Chakwera kwamba ni lazima na kuna umuhimu wa Tanzania kupatikana kwa katiba mpya. Katiba mpya ambayo imekuwa ni kilio cha Watanzania, na wote mnafahamu kwamba mchakato huo ulianza tangia hiyo miaka ya 2012, 2014 pale ikashindikana, na kuanzia kipindi kile mpaka leo 2026 bado taifa hili halijapata katiba mpya kama ambavyo tumekuwa tunaipigania. Kwa hiyo maeneo yote hayo 7 yalikuwa ndo senta au ndo kiini au ndo hoja kuu ambazo mwenyekiti alipata fursa ya kuzungumza na huu ugeni uliokuwa unaongozwa na Dr. Chakwera, ambao wamepata fursa ya kwenda Ukonga gerezani na wakazungumza na Lissu, na wamezungumza naye, na maeneo ambayo wamezungumza ni hayo. Nimesema mwanzoni hoja yake ya kwanza ilikuwa inajikita kwenye masuala ya kesi ya uhaini. Mwenyekiti hana shida na procedure zinazoendelea kwa maana ya tutakwenda wapi. Anachoamini ni kiini cha kesi. Yeye anaamini hajafanya kosa, ni makesi ya kisiasa. Unamsingizia kesi za kusingizia mtu. Hiyo kupeleka kesi mahakama ya rufani sijui kwenda wapi, ni eneo mojawapo tu na sarakati za namna ya kuendesha kesi kwa lengo la hizo aidha ni kucheleweshwa au kufanya nini. Mwenyekiti wala hata hajaingia huko. Yeye bila kujali kwamba kesi iko ngazi ya mahakama ya rufaa au iko mahakama kuu, anachozungumza tu anazungumza kinachoitwa kesi ya uhaini ambacho kimemweka gerezani kuanzia Aprili 7, 2025 mpaka leo. Ni kesi ambayo ina msukumo wa kisiasa, hivyo inapaswa kufutwa haraka sana ili yeye arudi uraiani akaendelee na majukumu yake mengine kama mwenyekiti wa chama taifa, na majukumu mengine ya kujenga taifa, na majukumu mengine yanayomkabili kama baba na kiongozi wa familia yake. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.